Bila shaka unazidi kutazama taarifa za KTN leo. Tuelekea Kajiado. Familia moja kutoka eneo la Bisil, kaunti ya Kajiado, inaomboleza kifo cha mtoto wa umri wa miaka 10 aliyeripotiwa kufariki baada ya kushambuliwa na kung'atwa na mbwa mwenye kichaa. Haya yanajiri huku mwanamke mwingine naye akiendelea kuuguza majeraha mabaya ya kung'atwa na mbwa, huku wanakijiji wakisema mbwa koko wamekuwa wakizurura ovyo na hadi sasa jumla ya wakazi 5 wameathirika. Mwanahabari wetu Akida Qasim na taarifa zaidi. Ni majonzi, simanzi, taharuki katika kijiji cha Bisil, kaunti ya Kajiado, baada ya msichana wa umri wa miaka 10 kuaga dunia akipokea matibabu hospitalini baada ya kung'atwa na mbwa anayedaiwa kuwa na kichaa. Roslyn Mora, mama mzazi wa mwenda zake, anaeleza machungu na ghadhabu zake, akilalamikia kutochukuliwa kwa hatua yoyote na mamlaka husika licha ya visa vya mbwa koko kuwang'ata wakazi kuripotiwa. Nimegharamika nikikimbia Nairobi kuchukua madawa kumtibu, lakini sijapata msaada wowote. Hiyo siku ni mimi nilijaribu mpaka kuzuilia hizo mbwa kwa barabara hapo hivyo isiweze kumuuma, lakini akawa tayari ameumwa na tuko na hofu sana. Wakazi wanasema visa vya mbwa wenye kichaa kushambulia watu vimezidi kukithiri, kwani katika kisa tofauti mwanamke anauguza majeraha mabaya ya kung'atwa na mbwa alipokuwa akielekea katika shughuli zake za kila siku za kuuza matunda. Anasema ametumia zaidi ya shilingi 25,000 kugharamia matibabu. Na ile masindano nimedungwa ni mingi sana, na bado kuna gharama tena ya madawa, na sijaona mtu amenisaidia. Mimi naenda tu hospitalini, wadaktari waniangalie tu, na hiyo kusaidiwa bado sijasaidiwa. Wakazi sasa wameitaka serikali kuchukua hatua za dharura zikiwemo chanjo na kudhibiti idadi ya mbwa wanaozurura ovyo. Ingewezekana wale wauzika wakuje waue hizi mbwa zote, ama walete chanjo yenye wataweza saidia hizi mbwa sifanye nini? Zilete ugonjwa isine kwa mbwa zingine. Wakati huo huo, familia ya marehemu ambayo imelemewa na majonzi imeomba wasamaria wema kujitokeza kuwasaidia katika kipindi hiki kigumu cha kuomboleza na kupanga mazishi ya binti yao. Akida Qasim, KTN. Tuangazie masuala ya afya. Wakati serikali inajitahidi kurejesha imani katika chanjo za watoto, kampeni ya